Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Na wakati huu tunakujuza mambo mbalimbali yanayojiri katika ulimwengu. Hususan wakati huu tukiangalia kile ambacho kimetokea baada ya Israel kufanya shambulizi dhidi ya Iran. Hata hivyo, mataifa pamoja na mashirika mbalimbali ulimwenguni yamelaani kitendo cha Israel kufanya shambulizi dhidi ya Iran, wakisema kwamba ni jambo ambalo halikubaliki. Mataifa ya Kiarabu yameungana na mataifa mengine ulimwenguni kulaani kitendo hicho, huku Marekani kupitia kiongozi wake Donald Trump akisema kwamba hili alilijua mapema, lakini anasema haipo tayari kuwa katika vita hivyo na wala hakuhusika katika mapambano hayo, lakini akisema zaidi kwamba kwa sababu Iran ilikuwa tayari kwa ajili ya kufanya mashambulizi katika maeneo ya ngome za kijeshi huko katika Mashariki ya Kati, ngome za kijeshi za Marekani, basi yenyewe itajilinda, lakini katika vita na Israel haitakuwa upande wa Israel, itaiacha Israel, na Israel ilisema yenyewe ipo tayari kwa ajili ya mapambano wakati wowote, na wakati huu imeanzisha mapambano hayo. Hata hivyo, rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump ameeleza wazi kwamba katika vita hivyo Marekani haitajihusisha kabisa. Kadhalika, mamlaka ya Israel iliarifu Marekani kuhusu kuanza kwa operesheni hiyo na ikaifahamisha utawala wa Marekani kwamba mashambulizi yake dhidi ya Iran ni muhimu ili kuhakikisha usalama wa taifa hilo la Kiyahudi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio naye pia alieleza katika taarifa yake. Kwa upande wa waziri mkuu wa Uingereza Bwana Keir Starmer amesema kuwa mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran ni ya kutisha na amezitaka pande hizo mbili kupunguza mivutano, imeripoti gazeti la Daily Telegraph. Taarifa za makombora haya zinahusu na tunaomba pande zote mbili zirudi nyuma na kupunguza mivutano haraka. Kuongezeka hakufai mtu yeyote katika kanda. Sasa ni wakati wa kujizuia, utulivu wa kurejelea kwa diplomasia, Starmer alisema. Hata hivyo, kupitia Umoja wa Mataifa, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa UN Antonio Guterres anasema ana wasiwasi na mashambulizi ya Israel dhidi ya vituo vya nyuklia nchini Iran na amezitaka pande husika zijizuie kwa kiwango cha juu. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa UN analaani ongezeko lolote la kijeshi katika Mashariki ya Kati, ilisema taarifa hiyo. Ana wasiwasi hasa na mashambulizi ya Israel kwenye mitambo ya nyuklia nchini Iran, wakati mazungumzo kati ya Iran na Marekani kuhusu hali ya mpango wa nyuklia ikiwa inaendelea. Kwa upande wa Saudi Arabia imelaani vikali shambulio hilo na kuitaka jumuiya ya kimataifa kuwajibika kwa kukomesha uchokozi. Wizara yake ya mambo ya kigeni ya Saudia ilieleza hayo. Hata hivyo, Umoja wa Falme za Kiarabu nao pia haukuwa mbali na kile kilichoelezwa na Saudi Arabia. Umoja wa Falme za Kiarabu umelaani shambulio hilo dhidi ya Iran na kuzitaka pande hizo zinazohusika katika mzozo huo kujizuia ili kuongezeka zaidi. Umoja wa Falme za Kiarabu umelaani vikali ulengaji wa kijeshi wa Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na imeeleza wasiwasi wake mkubwa juu ya ongezeko linaloendelea na athari zake kwa usalama na uthabiti wa kikanda. Katika taarifa yake, Wizara ya Mambo ya Nje ilisisitiza umuhimu wa kujizuia na hukumu ili kupunguza hatari na kuzuia kuenea kwa mzozo kwa vyombo vya habari. Hata hivyo, Oman kwa upande wake imelaani shambulizi la Israel dhidi ya Iran na kuonya kwamba linaweza kusababisha mzozo kuwa mkubwa na kudhoofisha mazungumzo yanayoendelea kati ya Washington na Tehran. Taarifa hiyo imetoka kwa wizara yake ya mambo ya kigeni ya Oman ambayo inapatanisha kikamilifu mchakato wa kidiplomasia. Shambulio hili linakuja katika wakati nyeti sana, huku juhudi za kimataifa za kuanzisha upya mazungumzo ya nyuklia kati ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Marekani zimeongezeka. Wizara hiyo ilisema, na inaonyesha wazi jaribio la makusudi la kuvuruga mchakato wa kidiplomasia na kuzua mzozo mpana na matokeo yanayoweza kuwa mabaya kwa utulivu wa kikanda na kimataifa. Basi mtazamaji, hayo ni maoni tofauti kutoka kwa mataifa mbalimbali ulimwenguni yakielezea namna alivyoguswa na mashambulizi yaliyofanywa na Israel katika nchi ya Iran, jambo ambalo kila taifa limeelezea namna lilivyopokea juu ya shambulizi hili la Israel.